Katika kijiji cha kijani kilichojulikana kwa sherehe na mila nzuri, kulikuwa na harusi kubwa iliyokuwa ikisubiriwa kwa hamu. Bwana harusi aliitwa Jamal, kijana tajiri na mwenye heshima aliyekuwa anaoa msichana aitwaye Diana. Watu wengi walimfahamu Diana kwa uzuri wake wa kuvutia, lakini pia walijua tabia yake ya kiburi na majivuno. Siku ya harusi ilipowadia, wageni walifika kutoka kila kona ya nchi. Miongoni mwao alikuwepo msichana mmoja aitwaye Neema. Neema hakuwa tajiri wala maarufu, lakini alikuwa na uzuri wa asili na moyo wa upole uliowavutia wengi bila hata kujitahidi. Alipofika ukumbini, watu wengi waligeuza vichwa vyao kumtazama. Alivaa vazi la heshima, si la kujionyesha, lakini lilimfanya aonekane wa kipekee sana. Tabasamu lake la unyenyekevu lilimfanya kila mtu ajisikie huru karibu naye. Hakujua kuwa ujio wake kwenye harusi hiyo ungekuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa sana. Wakati sherehe ikiendelea, Neema alijitahidi kujiepusha na makundi ya watu waliokuwa wakijisifia. Badala yake, aliwasaidia wahudumu kubeba vyakula na kuwahudumia wageni waliokuwa wazee. Tabia yake hiyo iliwavutia wengi waliokuwa wakimwangalia kwa mbali. Jamal, bwana harusi, alikuwa akizunguka kuwakaribisha wageni. Ghafla macho yake yalikutana na Neema. Alishangazwa si tu na uzuri wake, bali na namna alivyokuwa akitabasamu kwa unyenyekevu huku akiwahudumia wengine. Alimuuliza mmoja wa marafiki zake, "Yule msichana ni nani?" Lakini hakuna aliyemjua vizuri. Hilo lilizidisha hamu yake ya kumfahamu. Wakati huo huo, Diana alikuwa akiongea kwa sauti ya juu, akilalamika kuhusu mapambo na chakula. Watu walimtazama kwa hofu na wengine walinyamaza tu. Tofauti kati ya Diana na Neema ilianza kuonekana wazi. Mmoja alikuwa mrembo wa nje na ndani, na mwingine alitegemea uzuri wa nje pekee. Kadri muda ulivyopita, Jamal alianza kumpa Neema macho ya mara kwa mara. Alivutiwa na kila alichokifanya, kutoka namna alivyoongea kwa heshima hadi jinsi alivyosaidia bila kujionyesha. Hatimaye, aliamua kumfuata na kuanzisha mazungumzo. "Shikamoo," alisema kwa sauti ya upole. Neema alijibu kwa heshima bila kujua kuwa anaongea na bwana harusi mwenyewe. Mazungumzo yao yalikuwa mafupi lakini yenye maana. Neema hakujaribu kujionyesha wala kujipendekeza. Aliongea kwa ukweli na heshima, jambo lililomgusa Jamal kwa kina. Kwa upande mwingine, Diana alianza kugundua kuwa Jamal alikuwa akipoteza umakini wake. Alikasirika na kuanza kuonyesha hasira zake hadharani, jambo lililowafanya wageni wengi wahisi hali ya wasiwasi. Jamal alianza kujiuliza kama kweli alikuwa anafanya uamuzi sahihi kuoa mwanamke mwenye tabia kama hiyo. Sherehe ilipoendelea, Diana alizidi kuonyesha kiburi chake. Aliwakemea wahudumu kwa makosa madogo na hata kuwadhalilisha baadhi ya ndugu wa Jamal mbele ya watu. Neema, aliyekuwa karibu, alijaribu kumsaidia mmoja wa wahudumu aliyekuwa amekosea, akimfariji kwa maneno ya upole. Kitendo hicho kiligusa mioyo ya wengi waliokuwa wakimwangalia kwa mbali. Jamal, bwana harusi, alikuwa akizunguka kuwakaribisha wageni. Ghafla macho yake yalikutana na Neema. Alishangazwa si tu na uzuri wake, bali na namna alivyokuwa akitabasamu kwa unyenyekevu huku akiwahudumia wengine. Alimuuliza mmoja wa marafiki zake, "Yule msichana ni nani?" Lakini hakuna aliyemjua vizuri. Hilo lilizidisha hamu yake ya kumfahamu. Wakati huo huo, Diana alikuwa akiongea kwa sauti ya juu, akilalamika kuhusu mapambo na chakula. Watu walimtazama kwa hofu na wengine walinyamaza tu. Tofauti kati ya Diana na Neema ilianza kuonekana wazi. Mmoja alikuwa mrembo wa nje na ndani, na mwingine alitegemea uzuri wa nje pekee. Kadri muda ulivyopita, Jamal alianza kumpa Neema macho ya mara kwa mara. Alivutiwa na kila alichokifanya, kutoka namna alivyoongea kwa heshima hadi jinsi alivyosaidia bila kujionyesha. Hatimaye, aliamua kumfuata na kuanzisha mazungumzo. "Shikamoo," alisema kwa sauti ya upole. Neema alijibu kwa heshima bila kujua kuwa anaongea na bwana harusi mwenyewe. Mazungumzo yao yalikuwa mafupi lakini yenye maana. Neema hakujaribu kujionyesha wala kujipendekeza. Aliongea kwa ukweli na heshima, jambo lililomgusa Jamal kwa kina. Kwa upande mwingine, Diana alianza kugundua kuwa Jamal alikuwa akipoteza umakini wake.
Alikasirika na kuanza kuonyesha hasira zake hadharani, jambo lililowafanya wageni wengi wahisi hali ya wasiwasi. Jamal alianza kujiuliza kama kweli alikuwa anafanya uamuzi sahihi kuoa mwanamke mwenye tabia kama hiyo. Sherehe ilipoendelea, Diana alizidi kuonyesha kiburi chake. Aliwakemea wahudumu kwa makosa madogo na hata kuwadhalilisha baadhi ya ndugu wa Jamal mbele ya watu. Neema, aliyekuwa karibu, alijaribu kumsaidia mmoja wa wahudumu aliyekuwa amekosea, akimfariji kwa maneno ya upole. Kitendo hicho kiligusa mioyo ya wengi waliokuwa wakimwangalia kwa mbali. Jamal, bwana harusi, alikuwa akizunguka kuwakaribisha wageni. Ghafla macho yake yalikutana na Neema. Alishangazwa si tu na uzuri wake, bali na namna alivyokuwa akitabasamu kwa unyenyekevu huku akiwahudumia wengine. Alimuuliza mmoja wa marafiki zake, "Yule msichana ni nani?" Lakini hakuna aliyemjua vizuri. Hilo lilizidisha hamu yake ya kumfahamu. Wakati huo huo, Diana alikuwa akiongea kwa sauti ya juu, akilalamika kuhusu mapambo na chakula. Watu walimtazama kwa hofu na wengine walinyamaza tu. Tofauti kati ya Diana na Neema ilianza kuonekana wazi. Mmoja alikuwa mrembo wa nje na ndani, na mwingine alitegemea uzuri wa nje pekee. Kadri muda ulivyopita, Jamal alianza kumpa Neema macho ya mara kwa mara. Alivutiwa na kila alichokifanya, kutoka namna alivyoongea kwa heshima hadi jinsi alivyosaidia bila kujionyesha. Hatimaye, aliamua kumfuata na kuanzisha mazungumzo. "Shikamoo," alisema kwa sauti ya upole. Neema alijibu kwa heshima bila kujua kuwa anaongea na bwana harusi mwenyewe. Mazungumzo yao yalikuwa mafupi lakini yenye maana. Neema hakujaribu kujionyesha wala kujipendekeza. Aliongea kwa ukweli na heshima, jambo lililomgusa Jamal kwa kina. Kwa upande mwingine, Diana alianza kugundua kuwa Jamal alikuwa akipoteza umakini wake. Alikasirika na kuanza kuonyesha hasira zake hadharani, jambo lililowafanya wageni wengi wahisi hali ya wasiwasi. Jamal alianza kujiuliza kama kweli alikuwa anafanya uamuzi sahihi kuoa mwanamke mwenye tabia kama hiyo. Sherehe ilipoendelea, katika kijiji cha kijani kilichojulikana kwa sherehe na mila nzuri, kulikuwa na harusi kubwa iliyokuwa ikisubiriwa kwa hamu. Bwana harusi aliitwa Jamal, kijana tajiri na mwenye heshima aliyekuwa anaoa msichana aitwaye Diana. Watu wengi walimfahamu Diana kwa uzuri wake wa kuvutia, lakini pia walijua tabia yake ya kiburi na majivuno. Siku ya harusi ilipowadia, wageni walifika kutoka kila kona ya nchi. Miongoni mwao alikuwepo msichana mmoja aitwaye Neema. Neema hakuwa tajiri wala maarufu, lakini alikuwa na uzuri wa asili na moyo wa upole uliowavutia wengi bila hata kujitahidi. Alipofika ukumbini, watu wengi waligeuza vichwa vyao kumtazama. Alivaa vazi la heshima, si la kujionyesha, lakini lilimfanya aonekane wa kipekee sana. Tabasamu lake la unyenyekevu lilimfanya kila mtu ajisikie huru karibu naye. Hakujua kuwa ujio wake kwenye harusi hiyo ungekuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa sana. Wakati sherehe ikiendelea, Neema alijitahidi kujiepusha na makundi ya watu waliokuwa wakijisifia. Badala yake, aliwasaidia wahudumu kubeba vyakula na kuwahudumia wageni waliokuwa wazee. Tabia yake hiyo iliwavutia wengi waliokuwa wakimwangalia kwa mbali. Jamal, bwana harusi, alikuwa akizunguka kuwakaribisha wageni. Ghafla macho yake yalikutana na Neema. Alishangazwa si tu na uzuri wake, bali na namna alivyokuwa akitabasamu kwa unyenyekevu huku akiwahudumia wengine. Alimuuliza mmoja wa marafiki zake, "Yule msichana ni nani?" Lakini hakuna aliyemjua vizuri. Hilo lilizidisha hamu yake ya kumfahamu. Wakati huo huo, Diana alikuwa akiongea kwa sauti ya juu, akilalamika kuhusu mapambo na chakula. Watu walimtazama kwa hofu na wengine walinyamaza tu. Tofauti kati ya Diana na Neema ilianza kuonekana wazi. Mmoja alikuwa mrembo wa nje na ndani, na mwingine alitegemea uzuri wa nje pekee. Kadri muda ulivyopita, Jamal alianza kumpa Neema macho ya mara kwa mara. Alivutiwa na kila alichokifanya, kutoka namna alivyoongea kwa heshima hadi jinsi alivyosaidia bila kujionyesha. Hatimaye, aliamua kumfuata na kuanzisha mazungumzo. "Shikamoo," alisema kwa sauti ya upole. Neema alijibu kwa heshima bila kujua kuwa anaongea na bwana harusi mwenyewe. Mazungumzo yao yalikuwa mafupi lakini yenye maana.
Neema hakujaribu kujionyesha wala kujipendekeza. Aliongea kwa ukweli na heshima, jambo lililomgusa Jamal kwa kina. Kwa upande mwingine, Diana alianza kugundua kuwa Jamal alikuwa akipoteza umakini wake. Alikasirika na kuanza kuonyesha hasira zake hadharani, jambo lililowafanya wageni wengi wahisi hali ya wasiwasi. Jamal alianza kujiuliza kama kweli alikuwa anafanya uamuzi sahihi kuoa mwanamke mwenye tabia kama hiyo. Sherehe ilipoendelea, Diana alizidi kuonyesha kiburi chake. Aliwakemea wahudumu kwa makosa madogo na hata kuwadhalilisha baadhi ya ndugu wa Jamal mbele ya watu. Neema, aliyekuwa karibu, alijaribu kumsaidia mmoja wa wahudumu aliyekuwa amekosea, akimfariji kwa maneno ya upole. Kitendo hicho kiligusa mioyo ya wengi waliokuwa wakimwangalia kwa mbali. Jamal, bwana harusi, alikuwa akizunguka kuwakaribisha wageni. Ghafla macho yake yalikutana na Neema. Alishangazwa si tu na uzuri wake, bali na namna alivyokuwa akitabasamu kwa unyenyekevu.